kadri unavyoishi na wachezaji. Kwa hiyo sio kitu kigeni kwangu, lakini changamoto kubwa sana tofauti na hiyo hakuna, ni vitu vya kawaida tu kwa wachezaji mpira. Yes. Kwa hiyo kwenye timu yako na hali ya hewa huko na mchezo mliocheza dhidi ya Ken Gold, hakuna injury yoyote iliyotokea kwenye timu yako? Hakuna injury iliyotokea, lakini tu niseme tu kama unavyojua huu ni mfungo mwezi wa Ramadhani na ni kwa lazima pia. Ndio. Kwa hiyo unajua kucheza mpira ukiwa umefunga kidogo inahitaji imani na asilimia kubwa ya wachezaji ambao wanafunga hauwezi kuambia wafungulie siku ya mechi. Kwa hiyo unakuta wanacheza hivyo hivyo, na kwa sababu ni jambo la kiimani na wanacheza kwa imani, basi Mungu mkubwa, unakuta wanacheza kwa nguvu, wanapambana na matokeo tunapata kama hivyo. Kutoa sare ugenini sio kitu kibaya. Wewe mwenyewe unajua mechi za ugenini ambavyo huwa zinakuwa. Ndio. Kwa hiyo ni jambo jema, tulipata pointi 2. Kwa sasa tumefocus kwa ajili ya mechi ya mwisho ya tarehe 26 na Prison. Mmejiandaa vipi au mko na friend match ngapi kuhusu mchezo wa tarehe 26 na Prison? Sawa. Kama unavyojua toka tumecheza mechi ya tarehe 20 na tarehe 18 na Ken Gold, kuna gap kama ya siku 10 hapa mpaka siku ya tarehe 26. Kwa hiyo mwalimu akaona kwamba ni afadhali tukapata game mbili za kirafiki kabla ya kucheza mechi ya tarehe 26. Kwa hiyo baada ya kucheza mechi ya tarehe 18, jana tarehe 19 tulipumzika, ilikuwa total rest kwa wachezaji. Alafu leo tarehe 20 wachezaji tumefanya mazoezi kwenye mida ya saa 9 mpaka saa 11 jioni. Na siku ya kesho tutakuwa na mchezo wa kirafiki na timu moja inaitwa ICS. Na baada ya hapo kesho yake siku ya Jumamosi tutafanya mazoezi pia, lakini pia baada ya Jumamosi siku ya Jumapili tutacheza mechi nyingine ya pili ya kirafiki ambayo itafanyika maeneo ya Uyole huko. Kwa hiyo baada ya kucheza mechi ya Uyole itakuwa mechi ya pili ya kirafiki. Tutafanya mazoezi tena Jumatatu na Jumanne, na siku ya Jumatano tutamalizia mchezo wetu na Prison ambao utakuwa wa mwisho kwenye raundi ya 14. Wewe unaonaje timu yako ukiwa kama manager kuhusu malazi na kila kitu tangia mlifika huko, na unaonaje mchezo huo, mtashinda au ni vipi? Kwa sababu hali yao ni kama unavyosema baridi sana, wachezaji inawapa changamoto. Wewe unaonaje huo mchezo, mtashinda ukiwa kama manager au unaonaje kuhusu wachezaji wako? Kwanza nizungumzie kwa upande wa malazi. Nafikiri toka tumefika, wewe mwenyewe unaona wachezaji wapo comfortable. Tumefikia sehemu nzuri, hoteli nzuri. Inaitwa Mbeya Star Inn, ni hoteli nzuri sana. Kwa hiyo wachezaji wapo comfortable, tunakula chakula kizuri, tunakula kwa wakati. Kuhusu malazi hilo halina shida. Lakini kuhusu mechi, hiyo mechi kidogo itakuwa tofauti kwa sababu Prison wao wanatakiwa hiyo mechi washinde. Ndio. Kama unavyojua sisi tumesha qualify, umenielewa Kwa hiyo Prison wao hiyo mechi wanatakiwa lazima washinde ili waweze kuqualify kwenda kwenye Super 8. Kwa hiyo unaona namna gani ambavyo wataingia kwa nguvu na ili kuweza kupata pointi 3 ziweze kuwasaidia kuqualify. Lakini wachezaji wangu wako vizuri japokuwa tumequalify, lakini tunahitaji kuwa washindi wa kwanza kwenye kundi letu. Kwa hiyo ili tuwe washindi wa kwanza, maana yake tunatakiwa tupate pointi 3 hiyo siku ya tarehe 26. Kwa hiyo haiwezi kuwa mechi rahisi, naamini tumejipanga vizuri na inshallah Mungu atatupa ushindi. Ndio. Wakiwa kama vijana na wanazidi kupambana katika mashindano ya under 20. Nyinyi kama uongozi, kama management, kama wewe kama manager, unaona kuna fursa gani baada ya mashindano haya kuisha na ni bora, na wewe kama manager unaona kuna fursa gani kuhusu vijana, kuhusu kutoka au kuhusu kupambania timu zao? Asante. Kwanza toka la raundi ya kwanza imeanza mpaka hii raundi ya 14 tukimaliza. Haya mashindano tulikuwa tunacheza tulikuwa hayaonyeshwi. Umeelewa, kwenye TV. Kwa hiyo mechi zikiwa zionyeshwi, huo wigo wa kuonekana unakuwa mdogo. Watu wanaokuja tu pale kiwanjani ndio wanaona vile vipaji, lakini watu ambao hawajapata fursa kuja uwanjani hawezi kuwaona wachezaji. Kwa hiyo naamini Super 8 lazima itakuwa live. Kwa hiyo itakuwa platform nzuri kwa wachezaji wa timu ambazo zitakuwa zimeenda kwenye Super 8 kuweza kujinoa vizuri, kujipanga vizuri, waweze kuonekana sehemu mbalimbali, watu wengi watakuwa wanaangalia mechi. Na hiyo itawasaidia hao, kama mtu atafanya vizuri basi ataonekana. Of course sisi tunaweza tunawapa nafasi kwenye timu acheze. Kwa hiyo issue ya kujipambania ni wao wenyewe. Mechi iko live, kuna watu wanakuja kwa wingi uwanjani. Kwa hiyo ni issue ya mchezaji mwenyewe kufanya juhudi, vile vitu ambavyo amefundishwa na mwalimu na vile vitu vingine ambavyo yeye mwenyewe individual anaweza kuvifanya ili viweze kumsaidia kwenye maisha yake, lakini pia kwenye timu yetu ya Simba na hata kwenye timu ya taifa kama akichaguliwa kwenye timu ya taifa. Unaiona wapi timu yako na ni bora ikianza? Unaona inaweza kafika nusu final
robo final au inaweza ikachukua ubingwa moja kwa moja. Unaiona wapi timu yako ukiwa kama manager? Sisi mwaka jana tulishia nusu finali. Ndio. Kwa hiyo target yetu mwaka huu ni kucheza finali na Mungu akijalia tuweze kuchukua ubingwa. Japo najua kwamba hayatakuwa mashindano rahisi kwa sababu timu ambazo tumeziona ni ambazo zipo tu kwenye kundi letu sisi. Lakini timu zilizokuwa kundi lingine hatujapata nafasi ya kuziona. Kwa hiyo ubora wa timu zilizokuwa kundi lingine kidogo ni changamoto kuziona. Kwa hiyo mnakutana na mtu ambaye haujamuona. Kwa hiyo unaona namna gani ambavyo inaweza kama mashindano magumu. Lakini yote kwa yote tumejiandaa vizuri, walimu wameandaa wachezaji vizuri kimwili, kisaikolojia. Kwa hiyo na imani tutafanya vizuri Mungu akipenda. Ndio. Basi mimi asante sana manager na kutakia mapumziko mema. Shukrani. Asante sana.